Ya, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yote yanakwenda vizuri. Leo tumefanya mazoezi yetu ya mwisho hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa na tayari tumeshawapokea maafisa wa mchezo wetu sanjari na kuwapokea wageni katika mchezo wetu kwa maana Stade Malien, na kila kitu kinakwenda barabara kabisa. Tumefanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa, wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri na wako tayari kwa ajili ya kwenda kuipigania nembo na heshima ya Simba Sports Club. Kwa bahati iliyokuwa mbaya zaidi, tunawakosa wachezaji wetu wawili muhimu, Shomari Kapombe nahodha pamoja na Libase Geye, ambao wawili hawa wana kadi nyekundu kutoka katika mchezo uliopita dhidi ya Petro, lakini waliobaki wote wako vizuri na wako tayari kwa ajili ya mchezo huu. Mchezo wa kesho dhidi ya Stade Malien, sisi kwetu unabaki katika umuhimu ule ule, unabaki katika ukubwa na thamani ile ile. Hatujajikatia tamaa kwa sababu ni mchezo wa kukamilisha ratiba, na wala hatujavunjika moyo kwa sababu hata tukishinda hatuendi popote, lakini tunautazama mchezo huu kama mchezo muhimu kwetu, mchezo ambao unakwenda kutuongezea imani kwa mashabiki wetu, na mchezo ambao unakwenda kuongeza ujasiri kwa wachezaji wetu. Kwa kwetu sisi ni mchezo muhimu na tumewekeza nguvu kubwa kwenda kupata ushindi katika mchezo huo, bila kuangalia wala kuichambua kwa namna yoyote mchezo wa kesho, wala kuangalia impact ya matokeo ya kesho. Sisi tunachokiangalia ni wao kuja uwanjani, wao kuishangilia Simba yao. Tumeshakubaliana kwa pamoja kwamba mwaka huu tumefeli, mwaka huu tumeanguka, basi tuwache mwaka uishe salama. Anazungumzia mwaka wa kimpira. Tuwache mwaka uishe salama wa Champions League, tujipange upya, tuelekee msimu unaokuja kwenye upande huu wa ligi mabingwa Afrika. Lakini mechi hii ni maandalizi yetu sisi kuelekea Champions League ya msimu unaokuja. Tunakuja kwa pamoja, tunakutana Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuwapa morali wachezaji wetu, kuwaambia ya kwamba msiwe na hofu, hamjatukosea. Ni bahati mbaya ya kila siku inatokea kwenye mpira wa miguu, lakini haiondoi ukweli ya kwamba nyinyi ni bora na jipangeni kwa ajili ya msimu unaokuja. Ujumbe kama huo mzito unatakiwa kufikishwa na mashabiki wengi, na sio kwamba tukifika hapa uwanjani tutawaambia yani kitendo cha sisi tu kuja uwanjani, kuja kwa wingi uwanjani, wachezaji wakishaiona ile taswira majukwani, wanajua hawa wamekuja kutunga mkono na kutuambia kwamba tupambane kwa ajili ya msimu unaokuja. Yuko Elim Panzu, anakuja kuziba nafasi ya Libase Geye, lakini sijajua mwalimu atakujaje. Na timu yetu ina wataalamu wengi. Mwalimu anaweza akaamua upande wa Libase akacheza na Morris, anaweza akaamua upande wa Libase akacheza na Chama, anaweza akaamua upande wa Libase akamweka Kibabage alafu Mligo akacheza chini. Mwalimu mwenyewe anaweza akaamua apange kitu gani. Timu yetu ina wataalamu wengi. Timu yetu ni kama timu ya madaktari bingwa, yani kila daktari ni bingwa kwenye timu yetu. Yani ushaenda kwa chumba cha operation, mfano operation wa moyo, kila daktari aliyekupo mle chumbani ni daktari bingwa. Daktari wa mshipa ni bingwa, daktari wa usingizi ni bingwa, daktari wa damu ni bingwa, daktari wa pressure ni bingwa. Yani kila daktari ambaye ameingia theater kwa ajili ya kushughulika na moyo anakuwa ni daktari bingwa. Wataalamu wanajua hao. Ukienda taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete pale chini ya mkurugenzi wao Dr. Kisenge, wanajua huo utaratibu. Mimi si kidogo nimtaje zamani yuko mtaalamu pale Dr. Kisenge. Kwa wanajua huo utaratibu hapo wa kupanga madaktari bingwa kwa ajili ya kwenda kufanya maoperation makubwa ya moyo. Sasa hao madaktari bingwa ndio Simba Sports Club. Yani sisi kila mchezaji wetu ni bingwa. Kikosi chetu kikipangwa cha wachezaji 11, wote ni wataalamu, wote ni mabingwa, wako pale kwa ajili ya kuitumikia Simba. Kwa hiyo mwalimu ataamua tu anaanza na nani kushoto, anaanza na nani kulia, na hakuna kitakachobadilika wala kuharibika katika